katikati ya hai. Saa hii tunakuja mbele zako Bwana, tukurudishe sifa na heshima mkononi mwako. Tunatambua uwepo wako Roho Mtakatifu katikati yetu mahali hapa Bwana, nasi tunakuja tukialika uwepo wako Bwana, uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi Bwana. Katika siku hii ya leo Bwana, ninakusihi jifunue kwa tofauti Bwana, jifunue katika neno lako Bwana, nasi tukusihi kwa jinsi tofauti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Basi na hata mmoja atakayetoka kama alivyoingia, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Tumpigie Yesu makofi, tumpigie Yesu makofi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine tena hii ambayo ametupa, na tunaendelea na ile somo ambalo tulikuwa tukiendelea nalo. Kwa kweli niwapongeze viongozi wa ibada, mchungaji na kanisa kwa ibada nzuri. Leo nimejifunza kitu kipya. Amina, watu wa Mungu. Unajua sasa zile unaposoma kwenye Biblia alafu ukaviona kumbe vinafanyikaga, inakuwa ni kitu kipi ambacho tumejifunza kwa kweli. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili yao sana, kwa ajili ya kazi nzuri. Tunaendelea na ile somo ambalo nasema maswali ya kutafakari tunapoelekea kwenye kifo cha Yesu. Maswali ya kutafakari tunapoelekea kwenye kifo cha Yesu. Na leo tunatafakari swali la 6. Mimi na watu wa Mungu tunatafakari swali la 6, na tunajitahidi kutafakari kila siku swali linaloendana na mazingira na kile kitu ambacho tuko mahali hapa. Swali la 6 linasema hivi, je, unapata muda wa kupumzika kifamilia? Je, unapata muda wa kupumzika kifamilia? Unapata muda wa kupumzika kifamilia? Na nitasoma neno kutoka Luka sura ile ya 22. Luka sura ya 22 mstari wa 8 mpaka wa 13. Mstari wa 8 mpaka wa 13. Mstari wa 8 mpaka wa 13. Tunaweza tukaanzia ule wa 7. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu. Mstari wa 8 akaanza kusema, akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuiandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanaume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, ki wapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Kristo asifiwe. Wasomaji wa Biblia tunafahamu ilikuwa ni somo alikuwa anataka kufanya kitu ambacho tumekifanya katika imani mahali hapa. Bila watu wa Mungu alitamani apate nafasi ya kukaa na wanafunzi faragha, apate nafasi ya kufanya ibada ya kuosha kama ambavyo tumekishafanya, apate pia kupata nafasi ya kula nao sakramenti, chakula cha mwisho. Na Yesu mwenyewe alisema kabisa hiki ndicho chakula cha mwisho, hatakula mpaka atakaporejea katika ule utukufu. Sasa tumekuwa tukijifunza hicho, lakini ndani yangu natamani kutafakari hili swali la kwamba unapata muda wa kupumzika kifamilia. Na moja ya kitu ambacho tunakiona katika kazi ya Mungu kadri nchi inavyozidi kukua, maendeleo yanavyozidi kuongezeka, ni kwamba kumekuwa na changamoto kubwa sana za watu kupumzika kifamilia. Amina, watu wa Mungu, za watu kupumzika kifamilia. Majukumu yamekuwa mengi sana, kazi zimekuwa nyingi sana, na vitu vimekuwa vingi sana ambavyo vinahitaji uwepo wako, na wengi sana wanakosa ule muda wa kutosha kifamilia
kuweza kukaa. Sasa katika jioni hii ya leo natamani kwa dakika hizi chache tutafakari jinsi ambavyo tunaweza tukapumzika kifamilia. Nimeona sehemu zingine, taasisi zingine wameweka sheria kabisa. Kwa mfano, kwa kueleza baba hapa vizuri, taasisi inayofanya kazi inapofika swala la mapumziko ya kifamilia, kuna familia ile ya kikazi kabisa, ni sheria kubwa kabisa namba 1, ambapo usipotii yale mapumziko wanaweza wakakupa barua kali kabisa ya onyo. Fikiria ni kazi wanakulazimisha upumzike kifamilia, na usipotii, yani ni kazi, yani unaweza ukaletewa barua ngumu sana. Kwa hiyo kwa sababu taasisi ya kidini yenyewe wao wamekaa wameona hicho kitu na wakagundua kina changamoto zake na kinaweza affect ufanisi wa kazi wa watu, hasa wanapokuwa wanakosa mapumziko hayo ya kifamilia. Kristo asifiwe. Sasa tumesoma huu mstari, nataka tuanze kuchambua kwa kuangalia pointi kadha zifuatazo. Pointi kadha nitakazoweza kuzitaja mahali hapa uweze kufuatilia. Jambo la kwanza, pointi ya kwanza ambayo tutakayoangalia, panua uelewa wako kuhusu neno familia. Panua uelewa wako kuhusu neno familia. Kwa nini nimeanza na ili pointi ya kwanza? Ni ili neno familia liweze kuwa na upana. Amina, watu wa Mungu, liweze kuwa na upana, kwa sababu kwa familia inaweza ikawa kama ile ya kawaida ambayo tunaifahamu kabisa. Inaweza ikawa baba, mama na watoto, hiyo tunaita ni familia. Amina, watu wa Mungu. Lakini pia familia inaweza ikawa pia ni baba, mama, watoto pamoja na ndugu, tunaenda sawa nao, hiyo nayo nini jamani? Ni familia. Lakini pia familia inaweza ikawa ni jamii inayokuzunguka, mnayofanya kitu kimoja, ambao labda mnatumikia imani pamoja, mnatumikia kitu kimoja, mnafanya kitu kimoja labda katika imani. Tuingie kwenye imani kwanza, mnatumikia imani pamoja, hiyo nayo inaweza ikawa ni nini? Familia. Kwa mfano, tukiwa wote tunasali Mtakatifu Michael mahali hapa, sisi sote ni nini jamani, watu wa Mungu? Ni familia. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini familia pia inaweza ikawa ni watu ambao mnafanya kazi ya aina moja, au kwenye taasisi ya aina moja, au kwenye taasisi ya aina moja. Ninyi nani pia wote mnaweza mkaitwa hii ni familia. Kwa mfano, labda mnafanya kazi halmashauri, unaweza kusema hii ni familia ya hapa halmashauri, hii ni familia labda ya hospitali fulani ya wilaya, hii ni familia labda ya kitu fulani, hiyo pia nayo ni familia. Kwa pointi ya kwanza ambayo nataka uiweke ndani ya moyo wako ni upanue fikra za neno familia. Usijifunge sana tu kwenye ile familia ya baba, mama, labda na watoto na ndugu kadhaa. Panua fikra zako. Sisi kama Watanzania, sote Watanzania tunaitwa ni familia moja. Amina, watu wa Mungu. Ukipanua fikra za namna hiyo, kuna vitu utaviona vingi. Kwa hiyo unaweza ukaenda mahali pengine ukakuta kikundi cha kwaya, wao wanajiita ni nini, watu wa Mungu? Ni familia. Kristo asifiwe. Walio kwenye ofisi fulani wanajiita ni familia. Kwa mazingira yoyote hiyo, ninachotaka upanue fikra zako. Tunapoangalia kwamba hiki kichwa umepata muda wa kupumzika kifamilia, usiangalie tu kwamba nimepumzika na familia yangu. Angalia pia kwa mustakabali wa kwamba tumepumzika kama kwaya, kama sisi kwaya. Je, tumepata nafasi ya kupumzika kama familia? Kristo asifiwe. Tumepata nafasi ya kupumzika kama wafanyakazi wetu? Tumepata nafasi ya kufanya kitu cha namna hiyo? Ndiyo fikra sana ambayo nataka uiweke ndani ya fikra zako. Nimeanza kwa kueleza mahali ambapo nafanyia kazi, sio kwamba ikifika tunaposema mapumziko ya kifamilia kwamba mnaenda kwa wake zenu na nini, kunakuwa na mapumziko kabisa ya wiki nzima, mnakuwepo wafanyakazi wote, na ni sheria ngumu sana. Yaani ukiivunja hiyo unaweza ukapata changamoto kubwa sana. Wiki nzima mnakaa mahali moja, kusomewa neno, mnafanyiwa nini, mnakaa hapo, mnakaa na kutafakari vitu vya Mungu. Kristo asifiwe. Sasa katika hii Luka sura ya 22 mstari wa 8 mpaka wa 13, Luka 22 mstari wa 8 mpaka wa 13, lakini story hii pia unaweza ukaisoma kwenye Marko 14 mstari wa 12 mpaka wa 18. Story hii bado unaweza ukaisoma. Kuna kitu cha ajabu sana ambacho nataka kuunganisha na nilichokisema jana.
Haya yalikuwa ni maagizo ya Yesu. Kumbuka jana Yesu tayari ameshafika Yerusalemu na alikuwa ameshapata nyumba ya kulala. Amina, watu wa Mungu. Tunafahamu kabisa Yesu alikuwa analala kwa Mariamu na Martha. Amina, watu wa Mungu, hadi hapo sio? Alikuwa analala kwa Mariamu na Martha. Walikuwa wanalala vizuri tu kabisa, walikuwa wanapikiwa chakula vizuri tu kabisa. Kila kitu kilikuwa kiko vizuri mahali hapa. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo kwa jinsi ya kawaida nataka kama upate hii fikra, kwa sababu Mariamu na Martha walikuwa wameshajiandaa kumpokea Yesu. Wanampikia vizuri yeye na wanafunzi wake. Kwa kweli hapakuwa na haja ya Yesu kutafuta eneo lingine kwenda kuandaa kula Pasaka. Sisi tumepata hiyo picha, watu wa Mungu. Kwa sababu Yesu alikuwa ugenini na alikuwa ameshakaribishwa nyumbani kwa Mariamu na Martha, na wanalala hapo yeye na wanafunzi wake. Lakini bado alipotaka kufanya matukio ya kifamilia, akaiomba ile familia, jamani, nataka niende mahali pengine tukale Pasaka tu na wanafunzi wako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ndio hii mistari ikatokea mahali hapa, kwamba akawatoa mahali pale walipokuwa wanakaa kila siku, wakaenda mahali pengine, yeye na wanafunzi wake wakaamua kula Pasaka yao mahali pale. Kristo asifiwe. Kitu gani ambacho unakiona? Jambo la kwanza, kuna gharama Yesu ilibidi aingie, kwa sababu kila kitu kilikuwa kiko nyumbani mahali pale. Kila kitu kilikuwa pale nyumbani, lakini kuitoa familia yake kwenda mahali pengine wakafurahia ile tukio, lazima kuna gharama nyingine. Kwa sababu unaona kabisa alienda mahali kama kukawa na chumba, ingawa ndio kilitolewa kama sadaka, ilimaanisha mpaka ukumbi. Unaenda sawa sawa. Hatuoni mahali kina Petro akiingia jikoni kupika. Maana kuna wapishi wengine walitafutwa wakaandaa chakula kwa ajili ya ile shughuli mahali pale. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nimepata hii kitu upate kuiona. Yesu akiwa na wanafunzi wake aliwachukulia kama ni familia yake. Amina, watu wa Mungu. Aliwachukulia kama ni familia yake, na kuna muda aliamua kabisa kuwatoa waende mahali pengine wafurahie. Na nitakuonyesha mistari kadha wa kadha iliyoko mahali hapa. Haikuwa mara ya kwanza kwa Yesu kufanya hicho kitu. Haikuwa mara ya kwanza kufanya hicho kitu. Wanafunzi wake walikuwa wanafanya kazi nzuri, wanamsaidia vizuri kwenye huduma, lakini kuna muda aliamua tu kuwachukua kwa kweli, akawapeleka mahali wakakaa tu, wakafurahia, wakaenjoy maisha yao. Kristo asifiwe. Sasa pointi ya pili ambayo nataka tuiangalie mahali hapa, pointi ya pili, faida za kushiriki matukio ya kifamilia. Faida za kushiriki matukio ya kifamilia. Msisitizo wangu ni ule kwamba panua fikra zako unaposikia neno familia. Unaposikia neno familia, kunaweza kukawa sisi ni watu labda watu wazima, tunaweza kuwa tuna familia yetu ya wanaume wa kanisa hili, nayo pia ni familia. Familia ya watu wa Mungu. Tunaweza kuwa na kikundi cha wakina mama wote, nayo pia ni familia. Kwa panua mawazo kuhusu familia. Sasa faida ya kwanza ya kifamilia kutokana na kibiblia, nitakutajia mistari yake baadaye, nitakusomea tu ya kwanza, inakuondolea uchovu ule wa mwilini kabisa. Hiyo ni faida ya kwanza kabisa. Unaposhiriki matukio ya kifamilia mara kwa mara, unaondolewa ule uchovu wa mwilini mara kwa mara. Lakini faida nyingine nitakutajia mistari baadaye, inakupa uponyaji. Inakupa uponyaji. Moja ya kitu ambacho kinasababisha watu wengi kwa kweli wanakuwa na misononeko ya mawazo, wanakuwa na changamoto mbalimbali, ni kwa sababu ya upweke. Ni kwa sababu ya upweke. Ni kwa sababu ya upweke. Lakini unapokuwa upo katika jamii fulani au katika familia fulani, mnashirikiana katika jambo fulani mara kwa mara, linakuondolea ule upweke. Kwa hiyo kuna uponyaji ambao unapita mahali hapo. Kristo asifiwe. Kitu ambacho wewe unakiona ni changamoto kubwa sana kwako, unakiona kwamba haukiwezi, unakiona kwamba hili jambo siwezi kufanikiwa kirahisi, unapokuwa umekaa katika familia fulani, labda familia ya kanisani, labda familia ya kazini, mkawa katika kupiga stori, unaweza ukashangaa hicho kitu ni kidogo sana na watu wanakitatua kwa njia rahisi sana. Hawahitaji nguvu nyingi sana ukitatua. Lakini pia inakupa baadhi ya majibu ya maombi yako. Inakupa baadhi ya majibu ya maombi yako. Watu wa Mungu. Hivi unajua, kwa mfano
ikatokea fursa hapa, labda tunataka kijana mmoja aende kusomeshwa labda na kanisa mahali fulani, kitu cha kwanza hiyo barua itakuja kwa mchungaji. Amina, watu wa Mungu. Lakini barua ikija kwa mchungaji, atatafuta familia ya vijana. Amina, watu wa Mungu. Hatuwezi kusema tunachukua kijana mahali popote tu, tutatafuta familia ya vijana, kwamba tunampeleka kijana ambaye yupo kwenye umoja wa vijana kwanza wa kanisani. Amina, watu wa Mungu. Yupo kwenye umoja wa vijana kwanza wa kanisani. Kwa hiyo unapokuwa upo kwenye matukio mbalimbali, kwenye familia mbalimbali, unawezekana wewe unamwomba Mungu akuinulie watu wa kukusomesha, lakini unapokuwa kwenye familia, majibu yanapokuja inakuwa ni rahisi sana watu kukutumia wewe, kwa sababu upo kwenye familia ya nini? Ya vijana. Kristo asifiwe. Nimeona watu wengi sana wapo kanisani, lakini kwenye vile vikundi hawajulikani. Yaani wanashauriki sana usiwe tu kwamba wewe ni msharika. Kuna vikundi vingi viko mahali hapa. Kuna kwaya, kuna kikundi cha vijana, kuna kikundi cha kina mama, kuna vikundi mbalimbali tu, inategemea na mahali ambapo unahubiri. Hapa kuna vikundi mbalimbali. Haitoshi tu kusema mimi ni msharika tu. Kuna vikundi mbalimbali viko mahali hapa. Unaposhiriki katika vile vikundi, vinakusaidia sana kujibiwa maombi yako. Inakusaidia sana kujibiwa maombi yako. Mimi nataka nikwambie, sisemi kwa lengo baya na msije mkalichukulia vibaya. Amina, watu wa Mungu. Fikiri tukiwa na sherehe, labda tufanye labda sherehe labda ya sikukuu, labda ya watoto au nini, huwa tunaweza ni kitu kipo. Amina, watu wa Mungu, na usijisikie vibaya kabisa. Huwa tunaweza tukasema tupendekeze mpishi. Amina, tupendekeze mpishi kabisa. Nataka nikwambie kitu cha kwanza utakachoshangaa, watu wanampigia debe ni yule aliyepo ndani ya nini? Familia. Yule ambaye anashiriki matukio ya hapa kanisani. Sasa wewe unaweza ukawa upo na una kampuni yako nzuri ya catering, kampuni yako nzuri ya upishi, lakini hakuna kikundi chochote cha kanisani ambacho kinakutambua rasmi. Ni kweli tunakutambua wewe ni msharika mwenzetu, lakini hakuna kikundi chochote. Kikundi cha kina mama haupo, kikundi cha labda vijana haupo, kikundi cha nini haupo. Kwa hiyo inapokuja sasa kuna matukio ya kijamii ambayo yanakuhitaji wewe, inakuwa ni ngumu sana kwa lugha ya mtaani kukupa ile nini? Kazi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ni maombi yangu katika jina la Yesu, kila mmoja awe na kikundi katika hili kanisa. Sema amina. Usikae tu peke yako katika kanisa, usikae tu peke yako katika kanisa, lakini pia inakutengenezea watu wa kukukimbilia wakati wa changamoto. Inakutengenezea watu wa kukukimbilia wakati wa changamoto. Unapokuwa faida za kushiriki matukio ya kifamilia, inakutengenezea sana watu wa kukimbilia wakati wa changamoto. Ukisoma katika habari za Yesu Kristo utakuja kugundua kadri tunapozidi kwenda hapa. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 26 mpaka wa 27, wanafunzi wengine walikimbia kabisa. Petro akajaribu, naye akaona hali ni ngumu, mambo wote wakamkimbia, lakini mwisho wa siku alibaki yule mwanafunzi aliyempenda sana na mama yake Yesu pale msalabani. Na nataka nikwambie, mama yake Yesu alibaki kama mzazi, lakini pia kwa sababu pia Yesu alikuwa anashiriki matukio ya mama yake. Kristo asifiwe. Kuna siku mama yake alikuwa yeye ndiye mpishi katika harusi. Ukisoma katika kile kipindi cha Yohana sura ya 2, Yesu alikuwepo mahali pale na mama yake alikuwepo na kulikuwa na harusi. Na Biblia inasema wazi kabisa, naye Yesu alikuwako mahali pale. Kristo asifiwe. Hivi jamani, tunajua huduma ya Yesu. Yesu alikuwa na miaka 3 tu. Kwa alikuwa bize sana. Lakini bado alipata muda wa kushiriki matukio ya kijamii. Pamoja na kwamba ni ubize, ana jukumu la kuikomboa dunia ndani ya miaka 3, bado akapata nafasi ya kushiriki matukio ya kijamii. Ukisoma katika kile kipindi, katika kile kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka na kuendelea kule mbele, unaona atakwenda mpaka 7 akiwepo mahali pale. Sasa kile kilimsaidia hata kipindi alipokuwa katika dhiki, watu ambao walikuwa wanashiriki nao katika matukio ndio ambao waliweza kubaki peke yao katika ule msalaba. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa ni vizuri sana
kuwa na familia. Yaani usiishie tu kusema naona hiki kitu kina kanisa. Jamani, hasa haya makanisa ambayo yako Protestant, mimi nimesoma kwa sababu naelewa hichi kitu. Makanisa mengi yanafanya kazi na mifumo ya kifamilia au mifumo ya vikundi. Tunaenda sawa sawa. Unaweza mwisho wa siku ukalalamika, bwana, mimi mbona hawanitembelei, hawanioni, hawafanyi nini? Lakini ni kwa sababu zile familia ndogo ndogo haushiriki mtu wa Mungu. Hamina watu wa Mungu. Vile vikundi ndogo ndogo haushiriki. Yaani unajua kuna mtu anapata tatizo. Naomba nisome hichi kitu kwenye Luka sura ya 7. Luka sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kuna mtu anapata tatizo, yaani mpaka mchungaji anakuja kufahamu lile tatizo limeshaisha. Lakini Luka sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 5, kwa sababu ya jamaa alikuwa, kuna jamaa mmoja, watu walimfuata Yesu. Wakamwambia, sio kumwomba Yesu, wakamwambia Yesu, imekupasa umtendee huyu jambo hili. Kristo asifiwe. Imekupasa. Huyu jamaa hakutamani hata kumsogelea Yesu, lakini watu wa pembeni ambao wameshirikiana nao wakamfuata Yesu. Ndugu zangu, unapokuwa kwenye matukio mbalimbali ya kifamilia, inawezekana changamoto ikakutokea ukawa huna hata nguvu ya kumfuata mchungaji. Nachotaka nikwambie, wale wa kwenye familia watamfuata. Pia mchungaji, tunajua una ratiba nyingi, lakini hii hata kama ni saa 3 usiku, lazima uende ukaisalimie hii familia. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Lakini kama ushiriki, utabaki tu kulaumu, bwana, mimi hata wachungaji wanakuja kunisalimia, wanakuja kufanya nini? Kwa sababu hapakuwa na mtu ambaye anaweza kwenda kusema mbele. Watu walitoka wakamfuata Yesu, wakamfesi moja kwa moja, wakamwambia, bwana, inawezekana una habari kwamba kuna huyu akida na changamoto, lakini kwa kweli imekupasa. Na maandiko yako wazi kabisa, walikuwa ni wazee katika ile nchi. Kristo asifiwe watu. Kristo asifiwe. Pointi ya 3 ambayo nataka tuiangalie mahali hapa, pointi ya 3 ambayo nataka tuiangalie na tuichukue kama changamoto katika maeneo yetu ili tuweze kuifanyia kazi. Pointi ya 3 inasema maeneo ambayo mnaweza kutoka kama familia. Maeneo ambayo mnaweza kutoka kama familia. Eneo la kwanza na nitakutajia na mistari yake kabisa, ili naamini baada ya hapo mtakapoamua kutoka kifamilia, labda ni kikundi, mnaamua kujitoa au mwe mnatoka kifamilia. Na nimekueleza wazi kabisa faida zake. Kuna vitu vingi sana na faida nyingi sana ambazo zinapatikana mnapotoka kifamilia, kama ambavyo Yesu amefanya baada ya kuwatoa wanafunzi wake kifamilia mahali pale. Eneo la kwanza ni kutoka kama out. Nenda sawa sawa. Kutoka out kabisa, unatoka nje ya eneo ambayo uko mahali hapo, unatoka out, kama ambavyo tumekwisha kusoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 8 mpaka wa 13. Mnaweza mkaamua, sisi kikundi cha kwaya, sisi kikundi cha kina mama, tumekuwepo hapa, tunamshukuru Mungu, hebu tutoke out siku moja, twende mahali fulani. Amina watu wa Mungu. Twende mahali fulani, tupate kitu chochote, tuweze kukaa mahali pale, tutashare na neno, tutamkaribisha na mchungaji, tutashirikishana naye, vitu vingi tu ambavyo vinaweza kumfikisha mahali pale. Lakini nachotaka nisisitize mahali pale, unapokuwa umetoka kama familia, labda uko out, jambo lingine la kukumbuka, shiriki burudani zilizoko mahali pale. Amina watu wa Mungu. Jamani, ninakutajia na mistari kabisa ili usije ukasema kwamba havipo kwenye Biblia. Hivi vipo. Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Ninachotaka nikwambie, Yesu alikuwa harusini. Harusi za Kiyahudi kuna muda wanacheza. Maana yake na Yesu naye alifanyaje watu wa Mungu? Alicheza. Sasa zingine watu wanaenda kule, wanakaa, wanajifungia tu. Kumbuka lengo la familia, tunapotoka kifamilia ni kwamba tupate akili mpya. Tunaenda sawa sawa, tupate uwezo mpya, tupate refreshment, tupate kitu cha tofauti. Sasa kama kuna burudani yoyote iko mahali pale, na kwa sababu hii ni familia ya kanisa, lazima zitakuwa ni burudani za kanisani. Amina watu wa Mungu. Hatuwezi kuweka burudani ambazo ziko mahali pale. Ninachotaka nikueleze, pamoja na kwamba Yesu alikuwa busy namna gani, alipata muda wa kushiriki matukio ya kifamilia.
Sasa hamna ambaye ni busy, wewe haujaitwa kukomboa dunia. Yesu alikuwa na shughuli ya kukomboa dunia. Amina. Kwa hiyo usiseme kwamba uko busy sana. Hizi vitu unatakiwa ushiriki. Lakini jambo lingine ambalo niseme wazi kabisa, tembelea majumbani, hasa hivi wachukue hasa viongozi. Jitahidi kutembelea majumbani mwa wanafamilia wako. Sasa najua linaweza likawa na changamoto kutokana na unajua miji inapokuwa inakuwa na changamoto zake nini, lakini hakuna kitu kigumu sana. Naomba hichi tukisikie vizuri sana. Hakuna kitu kigumu sana kama mchungaji anakuja labda kwa mwenyekiti, anasikia labda kuna mama fulani amepata changamoto, anamfuata mama mwenyekiti wa mama, anamwambia nipeleke nyumbani kwa huyo mama, na wewe mwenyekiti haujui. Yaani sasa mchungaji anajiuliza tunaendaje sasa hapo? Kristo asifiwe. Sasa nataka nikwambie, pamoja na kwamba Yesu alikuwa busy, tukisoma kile kitabu cha Mathayo, hebu tusome huu mstari. Mathayo sura ya 8 mstari wa 14. 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 Sasa huu umeenda moja kwa moja kwenye kesi study ilivyokuwa. Anasema hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani hawezi. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Kristo asifiwe. Jamani, huyu ni Yesu. Yesu alikuwa anaweza akatuma neno, ninaamuru katika jina, kwa sababu Yesu hakuni jina, ninaamuru huyo mama apone. Amina, watu wa Mungu. Na mama akapona, hamna haja ya kwenda kumtembelea nyumbani kwao. Lakini akafunga safari. Huyu ni mama mkwe wa mwanafunzi wangu. Huyu hamna kutuma neno, naenda mwenyewe. Kristo asifiwe. Akapiga hatua, akafika mpaka kwa yule mama, akamwona, akamgusa, akapona. Sasa hili neno unaweza ukalichukulia kwenye perspective kubwa. Cha kwanza, Yesu akiwa kama kiongozi mkuu, ana muda wa kwenda kutembelea wafanyakazi wake majumbani wanaendeleaje. Kumbuka hapo ni kiongozi mkuu. Tunaenda sawa sawa, kwa sababu ni kitu ambacho saa zingine kwa sababu ya kuwa kwenye uongozi, kwenye madaraka, tunasahau pia kwamba tunapaswa pia kutembelea walioko chini yetu. Wanaendeleaje? Familia zao zinaendeleaje? Umesikia fulani anaumwa, hujapata hata nafasi. Sasa Yesu akiwa kiongozi mkuu, nataka nikwambie sio kwamba wagonjwa walikuwa wameisha. Kilichotokea ni kwamba walimfuata hadi pale nyumbani kwa Petro. Bado walikuwa wengi, lakini bado alitenga ratiba, akasema huyu mama sio mama mkwe tena. Unajua mama mkwe anaweza akasababisha Petro akakosa utulivu kwenye huduma. Kwa anahitaji kufuata huko. Tumwambie Bwana, kwa sababu mama mkwe anaweza akaanza kumwambia mtoto wake, hivyo umeolewa tena, huyu jamaa alikuwa anafanya kazi ya samaki. Sasa hivi atumwelewele anazunguka huko. Kwa sababu zingine Yesu inabidi ufuate kwenda kudefend kile kitu. Uende kumtia moyo, Bwana umepona, ruhusu mtoto wako aendelee kumtumikia. Kristo asifiwe. Kwa tenga muda kabisa wa kutembelea hizi familia, kutembelea hizi jamii na watu wengine. Lakini kitu kingine ambacho nataka ukiangalie, pendelea kupumzika rasmi. Pendelea kupumzika rasmi. Naomba tusome katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 6. Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 31. Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 31. Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 31. Lakini naona hapa kwa utakuwa tumeutangania koja, lakini kuna mstari mmoja akasema, njooni huku mpate kupumzika. Amina, watu wa Mungu. Kuna mstari katika Yohana kama njooni mpate kupumzika. Nitakutafutia mstari vizuri uweze kukumbuka kwamba njooni peke yenu. Yesu kabisa anasema kabisa, njooni ninyi peke yenu, kwa sababu anajua wakija na watu wengi hawatoweza kupumzika. Wanaweza kujikuta tena wako busy, wanafanya vitu mbalimbali na Yesu anashindwa kuwahudumia. Kwa kuna muda kabisa Yesu akawaambia kabisa, ninaomba mje wanafunzi peke yenu, wasije watu wengine. Kristo asifiwe.
kuna muda ambao lazima ujifunze kuwaita watu waje peke yako kwa ajili ya kupumzika. Sasa kitu kimoja ambacho utajifunza katika mstari kwamba njooni ninyi peke yenu. Moja ya kitu ambacho nimekiona, watu wanapoenda kwenye kupumzika au kupumzika kifamilia, unakuta hawapo hapo. Kuna siku niliwaambia kwamba kuna swala la kufunga kutumia simu. Amina, watu wa Mungu. Unakuta Yesu anaposisitiza njooni ninyi peke yenu, maana yake vitu vingine vyote uviache huko. Sasa sisemi kwamba mifumo tunayotumia sisi kwamba ni sahihi sana, lakini sisi pale kupumzika baba ni simu, hamna kugusa simu. Mnaweza mkapumzika siku 3, napumzika tu, kujagusa simu nagusa kwa lisali moja. Na nimekuja kugundua kwamba ina raha, kwa sababu Yesu anaposema njooni peke yenu, unaweza ukajikuta wewe umefika kwenye eneo la kupumzika, kumbe uko tayari na shangazi yako aliko nyumbani, uko na nini, bado mnaendelea kuwasiliana kwenye eneo ambalo unatakiwa upate utulivu. Kristo asifiwe. Kwa mara nyingi sana anasisitiza uje peke yako upate eneo ambalo unaweza kupumzika na ukafanya kitu kizuri ambacho kinaweza kuonekana mahali hapo. Kristo asifiwe. Amina, watu wa Mungu. Lakini eneo lingine ambalo nataka tuliangalia mahali hapo, ukipata nafasi ya kulala, lala vizuri. Amina, mtu wa Mungu. Lala vizuri. Tutaenda kusoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 8. Luka sura ya 8 mstari wa 22 mpaka wa 23. Luka sura ya 8 mstari wa 22 mpaka wa 23. Luka sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 23. Maandiko yanasema wazi kabisa, Yesu alikuwa amechoka, watu walikuwa wamesafiri, alilala usingizi katikati ya ile mashua ambayo ilikuwa inagarabika. Ndugu zangu, swala la kulala ni swala ambalo pia kidaktari linahitajika. Amina, watu wa Mungu. Unahitaji kupata muda mzuri wa kulala na muda mzuri pia wa kupumzika. Lakini jambo lingine ambalo nataka niliweke wazi mahali hapa, mnapokuwa kwenye maeneo ya kupumzika, ili kupumzika kwenu kuwe na raha, weka vyeo vyenu pembeni. Amina, watu wa Mungu. Weka cheo chako pembeni. Usiende kupumzika ukasema mimi unajua ni mwenyekiti, sasa hapa hatutoweza. Yesu anatufundisha kitu kimoja. Yesu anatufundisha kitu kimoja mahali hapa. Unajua, tunaweza tukalisoma hili neno kwa njia ya unabii, tunaweza tukalisoma hili neno kwa njia mbalimbali. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 5 mpaka wa 10, Yohana sura ya 13 mstari wa 5 mpaka wa 10, ndicho kitu ambacho tumemwona Baba akifanya mahali hapa. Amina, watu wa Mungu. Akatia maji, nasema mstari wa 5, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga nacho. Hivyo yuaja Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna ushirika nami. Kristo asifiwe. Kuna tafsiri nyingi ambazo unaweza ukachukua nazo, lakini ninachotaka uangalie ni ile hali ya Yesu kujishusha, tenda sawa sawa, kwenda kuwatawala watu wa kawaida kabisa miguu yao. Kristo asifiwe. Kwa sababu Petro alikuwa ana hoja jamani ya msingi. Tenda sawa sawa. Petro ana hoja ya msingi. Bwana, wewe ndio mkubwa wetu, wewe ndio kiongozi wetu, kwa nini unafanya hivi? Sasa hapo sherehe inaweza ikaharibika mkianza tena kuishi nani ni kiongozi mkubwa mahali hapa. Tunaenda sawa sawa. Nani ni kiongozi? Mkianza tena hivyo, sherehe watu hawatakuwa na uhuru wa kupumzika. Hawatakuwa na uhuru wa kupumzika. Kwa saa zingine inatakiwa kila mtu tuwe pamoja, tuishi, kwa sababu ni siku ya kufurahia. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ni siku ya kufurahia. Nilipata nafasi kwenda kwenye mapumziko. Niliitwa tu kwa dakika chache kutoa neno fulani tu kwenye mapumziko ya watumishi fulani, wachungaji kwenye kanisa fulani. Kweli nilikuwa nashangaa pale. Sasa unajua ilikuwa ni wachungaji wote, kwa hiyo inakuwa ni raha, kwa hakui na aibu. Kitu cha kwanza asipokuwa akasema kesho kila mtu aje na bukta. Kwa hiyo mnakuja kwenye neno, watu wanakuja na bukta. Alafu baada hapo ni mnarusha mpira wanacheza. Amina, watu wa Mungu. Sasa mtu wa kwanza kupiga shuti ni askofu. Kristo asifiwe. Ninachotaka upate picha ni nini? Ni kwamba inakufanya mnaishi kwa Yesu. Kama aliweza kujishusha
akajishusha kwa kiasi hicho, akashika miguu ya Petro, na Petro alikuwa msumbufu, akashika miguu ya watu wote. Lazima inapofika kwenye swala la mapumziko, kwa kweli tuwe katika hali ya pamoja, tuviweke vyeo vyetu pembeni, tupumzike. Amina, watu wa Mungu. Tukirudi kazini, vyeo vyetu viko mahali pale pale, ila eneo la kupumzika kwa kweli, sehemu zingine nimeona wanateua mpaka mwenyekiti kabisa wa kupumzika wa hiyo kamati, au mwenyekiti wa hiyo shughuli. Nenda sawa sawa, au yule kiongozi mkuu, kwa sababu inawezekana saa zingine mkaambia aruke kichura kidogo au aruke mduara. Sasa akiwa yule, saa zingine inaweza ikawa mnaogopa kumwambia, lakini akiwa kiongozi mwingine, kwa sababu ni kitu cha mapumziko. Amina, watu wa Mungu, ni kitu cha furaha, tunafurahia wote kwa pamoja, anakuwa mtu mwingine ambaye tunaweza kufanya. Kristo asifiwe sana. Kristo asifiwe. Pointi ya nne ambayo nataka tuiangalie, namna ya kushiriki matukio ya kifamilia. Namna ya kushiriki matukio ya kifamilia. Tumeyasema maeneo ambayo unaweza ukashiriki matukio ya kifamilia, namna ya kushiriki matukio ya kifamilia. Jambo la kwanza ni kwa uwepo wako. Tunaenda sawa sawa. Tukio la kifamilia lolote, familia ya vijana imeandaa, familia ya kina mama imeandaa, familia ya nini imeandaa, ni vizuri ukawepo. Yaani usiseme kwamba natuma mwakilishi. Tunaenda sawa sawa. Kuna taasisi zingine nimegundua kabisa, ikifika kwenye issue ya kifamilia, issue ya nani, hakuna mwakilishi pale. Ni wewe mwenyewe uweko mahali pale, kwa sababu tunataka wewe mwenyewe ndiye ambaye upate refreshment. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Wewe mwenyewe ndiye upate refreshment. Sasa saa zingine wengi wanataka kutuma familia, wanataka kutuma watu wengine. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 14, Mathayo sura ya 8 mstari wa 14 mpaka wa 15, unaona Yesu alikuwepo mwenyewe wakati ambao yule mama mkwe wa Petro anaumwa. Alienda kushiriki mwenyewe, hakutuma mwakilishi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini jambo lingine kwenye matukio ya kifamilia, fanya kitu kinachotatua tatizo. Upo kwenye tukio lolote la kifamilia, panaweza maji yakaisha. Amina, watu wa Mungu. Maji yamekatika ghafla au maji yameisha, nini kitu cha namna hii. Kwa kweli fanya kitu ambacho unaweza kikaacha alama kwamba uko. Kila mtu ajue kwamba nipo. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kila mtu ajue kwamba upo. Haya matukio madogo ambayo watu wanashiriki inua watu wengi sana. Miaka ile nafikiri mpaka sasa hivi, lakini kwa sababu ya shule kuwa zinabana sana na nini, saa zingine inaweza ikawa ngumu sana, lakini matukio kwa mfano ya UKWATA yalikuwa yanainua watu wengi sana. Amina, watu wa Mungu. Ni mahali unakutana na watu wengi, unakutana na fursa nyingi, unafanya kitu ambacho kinakufanya unakumbukwa mpaka leo. Kristo asifiwe. Tunamfahamu mtu mmoja anaitwa MC Pilipili, nafikiri mnamfahamu, mmeshakumsikia. Wale wameibuka, walikuwa wanaenda tu kwenye matukio ya kijamii, wanachekesha, ghafla huduma zao zimekuwa mpaka wamefika mahali. Alifanya kitu kwenye sherehe tu za UKWATA. Kristo asifiwe. Kwa unaweza ukajiona tu unaimba ngonjera hapa, unaimba nini, lakini ghafla ukajikuta kwamba zinakupeleka mahali unafanya kitu. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, Yesu alipokuwa kwenye tukio la kijamii, kuna tatizo lilitokea, divai ilipungua. Amina, watu wa Mungu. Divai ilipungua. Na Yesu alifanya tukio ambalo likaonyesha kwamba nipo jamani na mimi. Amina. Akafanya mambo pale, divai ikaongezeka. Okay? Kwa hiyo kuna jambo limetokea, labda kuna kitu kimepungua, labda kuna mahali chakula kimechelewa, kuna kitu chochote kile cha kijamii ambacho unaweza ukakifanya kwenye hilo tukio. Fanya kwa nguvu zako zote. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini kwa njia nyingine ambayo unaweza ukafanya ni kwa kutumia fedha zako. Kwa kutumia fedha zako. Unaweza pia ukatumia fedha zako. Saa zingine unaweza ukashiriki matukio ya kijamii, haya matukio ya kifamilia, kwa kushiriki fedha. Amina, watu wa Mungu. Matukio haya yanahitaji pia, saa zingine kunaweza tukawa kwenye kikundi chetu tumekubaliana labda tutakuwa na mchango kwa ajili ya jambo likitokea, jambo fulani, jambo la kwanza, jambo la pili, jambo la tatu. Tusione kama ni mzigo hivi vitu. Amina, watu wa Mungu. Ninachotaka nikwambie, hata Yesu alipokuwepo alishiriki sana.
Nenda sawa sawa, alishiriki sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari wa 25 mpaka wa 27, kuna siku Yesu aliingia kwenye nchi ya watu, kwenye jamii ya watu, akakuta Mathayo 17:25 mpaka 27, akakuta kwamba utaratibu wa jamii ile ni kwamba watu wanapoingia katika hii nchi huwa wanalipa kodi tu, kodi ya ugeni, kwa sababu ni mgeni, mgeni njoo, mwenyeji akone. Mathayo sura ya 17 mstari wa 25 mpaka wa 27. Na Yesu akagundua hicho kitu. Hakuanza kusema unajua mimi nimetoka mbinguni bwana, hamnifahamu vizuri, naweza nikawaponya hapa. Alishiriki kwa sababu ile ni mchango wa wageni. Kristo asifiwe. Sasa zingine unakuta mgeni amekuja kwenye kikundi chetu, anaanza kusema, mgeni akipoa zile taratibu, akiambia unajua sasa wewe ni mgeni, inabidi utuchangie kitu hicho, wengine wanaacha kushiriki. Ndugu zangu, hiyo sio Kristo aliyotufundisha. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo alipoambiwa kwamba wewe ni mgeni, una matukio ya kijamii ya kuchangia katika nchi yetu kwa sababu wewe ni mgeni, alichangia. Na alichangia akamwambia Petro, hili jambo kwa kweli tusije tukawakwaza, nakupa mbinu ya kupata hiyo hela. Akampa Petro mbinu ya kwenda kuvua samaki, akamwambia lipia wewe na mimi unilipie. Tuingie katika hiki tuendelee na kazi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Ili kitu kingine ambacho nataka tufanye ili uweze kufanya maombi mahali hapa, tahadhari za kuchukua unaposhiriki matukio ya kijamii. Tahadhari za kuchukua unaposhiriki matukio ya kijamii. Tahadhari za kuchukua unaposhiriki matukio ya kijamii. Okay, naomba kuna mstari nimewaambia kwamba kabla sijawapa hizo tahadhari, njooni ninyi peke yenu. Ni kitabu cha Marko sura ya 6. Marko sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 32. 30 mpaka 32. Marko sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 32. Tunaona kwamba Yesu ana tabia ya kuwatoa wanafunzi wake katikati ya watu. Kusoma ule mstari wa 30, na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote aliyofanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, mstari wa 31, njooni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Na kwa sababu walikuwako watu wengi wakienda, hata haikuwepo nafasi ya kula. Kristo asifiwe. Yesu yeye mwenyewe aliona hii shughuli, akaamua kuwaita wanafunzi, akasema jamani, njooni ninyi peke yenu mahali pasipokuwa na watu. Kweli shughuli ni nyingi, mambo yanaendelea, kazi ni nyingi, lakini njooni mahali ambapo hapana watu, mpate pia na nafasi ya kula. Mstari wa 32 maandiko yanasema, wakaenda zao faragha mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Kwa jamani, hichi ni kitu cha kawaida, watu wa Mungu, tukichukue katika mioyo yetu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tukichukue na tukiweke ndani ya mioyo yetu. Kuna muda tunahitaji kupata mahali pa kupumzika. Tumefanya kazi kwa muda mrefu. Nitoe hichi kitu kwa uongozi wa kanisa na kwa watu wengine. Saa zingine katika mipango yenu, moja ya mpango ambao mnatakiwa muangalie ni namna gani ambavyo mnaweza kufanya mapumziko ya pamoja ya kifamilia, mkaliweka katika mpango kazi. Tusije tu kwamba mwaka huu tunataka tutanunua hichi, tutakuwa na vinanda, tutanunua nini. Ni kitu kizuri, lakini sisi kama vijana tunatamani mwaka huu pia tupate hata siku moja tu ya kupumzika. Lakini pia sisi kama labda wakina mama, na sisi tunapata siku moja tu ya kupumzika. Ni kitu kidogo, lakini pia kinakupa nafasi ya kuwa exposed, nafasi ya kukutana na fursa ambazo hawako nazo. Lakini pia katika mipango yenu, hili napendekeza kama mimi, watu wa Mungu, msiache kuweka budget ya wachungaji wenu kwenda kupumzika. Kupumzika sio kwenda kulala tu, kuna kitu wanaenda kukifanya huko. Amina, watu wa Mungu, msiache kuweka hicho kitu. Wengine wanapeana nafasi, wanaamua kabisa, sisi labda wachungaji wa dayosisi hii au wanini, twende tukapumzike dayosisi nyingine. Tunaenda sawa sawa. Unajua, unaweza ukahisi kwamba uko vizuri, tunaenda sawa sawa. Unaweza ukasema niko vizuri, ukienda mahali pengine kuna kitu utajifunza. Kuna kitu unajifunza. Kwa hiyo nimeona mahali pengine wanaamua kabisa, sisi tutaenda kupumzika labda dayosisi ya Mwanza, tutaenda kupumzika dayosisi. Sasa ni mipango ambayo lazima kama kanisa tuifahamu na tufahamu faida zake.
Kwa sisi vijana, kwa sisi kwa nyingine tunaweka mipango ya kutafuta tu mahali hapa, eneo lingine tunapata nafasi na mambo yanaenda vizuri. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini hii pointi ya 5 tumalizie. Pointi ya 5 inasema tahadhari za kuchukua unaposhiriki mambo ya kifamilia. Jambo la kwanza, usivuke mipaka yako ya kiroho na ya kinidhamu. Usivuke mipaka yako ya kiroho na ya kinidhamu. Nimeshasema wazi kabisa, familia inaweza ikawa kitu chochote. Inaweza kwa kanisani, inaweza isikawa ni ngumu sana kuvuka mipaka yetu. Amina, watu wa Mungu, ikawa ni ngumu. Lakini kwenye maofisi tunaishi pia kifamilia. Amina, watu wa Mungu, tunaishi kifamilia kwenye maofisi. Kwenye biashara pia tunaishi kifamilia. Unapoenda kwenye yale matukio, usije ukavuka mipaka yako ya kiroho na ile ya kinidhamu. Penda sawa sawa. Kule utakuta kuna vitu vingi wanaweka, kuna saa zingine wataweka vitu visivyo na nidhamu, visivyo na nini. Kwa kweli usivuke. Na kama maandiko yanaona wazi, mtu akijiona kwamba yeye hana nguvu, kwa kweli kaa nyumbani. Kristo asifiwe. Ukijiona kwa kweli unaona pale, unajua pale wanawekaga pombe, wanaweka na nyama kidogo, kwa kweli sina uwezo wa kusurvive kwenye pombe, basi wewe baki pumzika tu nyumbani. Kristo asifiwe. Pumzika tu nyumbani. Pumzika nyumbani. Lakini wale ambao wana nguvu, kwa sababu baba ni shahidi, mita sisi nafanya ni kitu cha kawaida sana kwenye pombe wanapiga. Kwa hiyo sasa kama una nguvu unashiriki na haiku affect na namna tunaweka mipaka yako ya kiroho. Na nikueleze ukweli, watu wakijua mipaka yako, kuna vitu watagundua kabisa, sasa hapa tuna pombe, kwa kweli tuombee kwanza chakula alafu pombe zitaombewa baadaye, kwa sababu wanajua mipaka yako. Kristo asifiwe. Wanajua mipaka yako. Kwa weka mipaka yako kabisa, hasa kwenye matukio. Kwa kanisani tunajua kabisa hicho, kwa kweli mchungaji akikisikia kesho unabidi utafute kabisa lingine. Amina, mtu wa Mungu. Lakini sasa huko kazini huko, unajua kuna mambo mengi. Amina, watu wa Mungu, kuna mambo mengi, lazima uwe na mipaka yako. Kwa hiyo linda swala la imani yako na linda ushuhuda wa Yesu wako pia katika matukio yoyote ya kifamilia. Yoyote unaenda, hata familia yako inazaliwa, linda matukio ya kifamilia. Lakini jambo lingine, kuwa na nidhamu ya kifedha unaposhiriki haya matukio pia. Haya matukio ni moja ya matukio ambayo yanaacha watu na madeni makubwa. Kristo asifiwe. Yaani unaenda kwenye tukio la kifamilia huko, ukitoka huko saa zingine umeenda hata na mke wako, hadi yeye mwenyewe anajiuliza, umeahidi hela zote zile kweli pale? Unazo kweli? Kwa sababu anabaki kichwa, mikono iko kichwani kabisa, vitu ambavyo umeahidi mahali pale. Tunaenda sawa sawa. Lakini ile ni kwa sababu ya pressure ya matukio haya. Tunaenda sawa sawa. Pressure ya matukio haya. Vinatokea vitu vingi sana. Kwa hiyo nachotamani ulinde sana, uwe na nidhamu yako ya kifedha unaposhiriki. Tito 3:14 maandiko yanasema hivi, watu wa kwenu na wajifunze kudumu katika matumizi yaliyo ya lazima. Kristo asifiwe. Maana yake unatakiwa uweze kuishi katika Tito sura ya 3:14. Tito sura ya 3:14, uweze kudumu katika matumizi yaliyo ya lazima. Sio tu kwa sababu matukio ya kifamilia yako mengi, basi wewe kila tukio unachangia tu, na unajua kabisa kwa kweli hali haiko vizuri. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Usiende tu kwa mihemuko, usiende tu kwa mihemuko. Haya mwisho yanaweza yakakuachia madeni makubwa na yakakuweka katika wakati mgumu. Kwa kumalizia, nizidi tu kuwatia moyo watu wa Mungu. Najua ni kitu ambacho saa zingine hakisisitizwi kanisani. Amina, hakisisitizwi kanisani. Lakini mimi kwa neema ya Mungu tumekaa na kama wazazi tunaona kitu kimoja kikubwa sana. Amina, watu wa Mungu. Kuna vitu watu wakivizoea. Yaani kuna vitu, kwa mfano, mtoto akiwa anafanyiwa nyumbani, ni ngumu sana huko mtaani kudanganyika. Sisi tunapata picha Yaani kuna vitu kwamba swala kwa mfano la auti, swala la nini, swala la kwenda mahali pengine wakafurahia. Sasa wanafurahia katika shamba la Bwana. Amina, watu wa Mungu. Anapofika huko mtaani ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa kweli kudanganyika. Ni ngumu sana kudanganyika. Okay? Kwa hiyo tulichukulie kama kitu ambacho tunaweza tukakifanya katika familia zetu, katika vikundi vyetu. Okay? Kwa ajili ya kuimarishana sisi kwa sisi. Na tusiweke kwa namna ambayo
tutaweka libajeti likubwa ambalo litaumiza watu wengi. Yesu anatufundisha wazi kabisa. Ile haikuwa na bajeti nyingi. Amina, watu wa Mungu. Ilikuwa na mikate isiyotiwa chachu na divai tu. Maji walichota kwenye bomba au kwenye kisima tu pale. Maisha yakaendelea. Kwa hiyo usiweke lisheria ambalo sasa mkaanza kuchangishana mpaka mkaanza kuumia huku kanisani. Mkasema hichi kitu imekuwaje? Hapana. Tumieni hekima, wekeni kila kitu cha busara ambacho watu wote tunaweza kushiriki. Tumpigie Yesu Kristo makofi. Basi sasa naomba tusimame sasa. Tusimame.